Chama cha wanafunzi wa Kikristo vyuo vikuu nchini TAFES kimeendelea kusisitiza dhamira yake ya kuwajenga vijana kiroho pamoja na kuandaa kuwa viongozi bora wa baadaye kupitia mafunzo mbalimbali yanayotolewa ndani ya taasisi hiyo. Akizungumza katika hafla hii, Benson Lazaro amesema kuwa lengo kuu la TAFES ni kuwezesha vijana kuishi maisha yanayompendeza Mungu huku wakijengea uwezo wa kiongozi kupitia masomo na programu maalum zinazoratibiwa na chama hicho. Aidha, amewaomba wanafunzi wa vyuo vikuu nchini kujiunga na TAFES ili waweze kunufaika na mafunzo ya kiroho, kukuza vipaji vyao, kujenga nidhamu pamoja na kupata uongozi utakaowasaidia katika maisha yao ya sasa na ya baadaye. Kwa hivyo madhumuni makuu ya TAFES ni kuwawezesha vijana kuishi maisha ya kumpendeza Mungu na kukulia nafasi ya kumpendeza Mungu na kuandaa kuwa viongozi. Tunao viongozi mbalimbali wa kitaifa ambao walipitia TAFES na wanafanya vizuri sana kwenye nafasi zao za uongozi. Kwa hivyo kwenye masomo tunayofundisha hapa ni pamoja na nafasi za uongozi. Tunawafundisha kuwa viongozi bora, maadili ya kiongozi, miiko ya uongozi na yale mambo ya kiroho, kuandaa katika kuwafundisha habari za kukulia wokovu na kumjua Mungu katika maisha yao ya kiroho. Ni huduma ya muhimu sana. Sisi ambao tulikuwa wana TAFES tulipokuwa wanafunzi na sasa hivi ni associate, tumefanyika baraka sana huko makanisani mwetu. Ukienda makanisa yote hapa nchini utawakuta waliowahi kupitia kwenye programu hii ni viongozi wazuri, wengine ni wachungaji, wengine ni wainjilisti, wengine ni wazee wa kanisa kama mimi pia ni mzee wa kanisa pamoja na kuwa mwana associate lakini mzee wa kanisa. Kwa hivyo ni programu muhimu sana na tunawakaribisha wale wanafunzi ambao wako vyuoni, vyuo vikuu na vyuo vya kati kwa maana ya tertiary colleges. Tunazo hizi program za TAFES. Kwa hiyo na popote ulipo utakaposikia kikundi cha TAFES chuoni kwako, tunakualika uweze kujiunga na kikundi cha TAFES kwa sababu tunazo program nzuri sana zinatulea vizuri na tunaona wadogo zetu wanaokulia kwenye TAFES wanakuwa viongozi wengi wazuri sana na wanafanya kazi nzuri sana ya Mungu. Kwa upande wake mwenyekiti wa TAFES mkoa wa Morogoro amesema wameendelea kunufaika na TAFES kupitia semina mbalimbali, mikutano ya kiroho na mafunzo mbalimbali yanayolenga kuwajengea uwezo na kuimarisha katika misingi ya imani na maadili mema. Hapa tupo kwenye semina na ninao mambo machache ambayo naweza nikakushirikisha kama kijana wangu, hasa katika eneo la leadership ambalo ni eneo ambalo mimi nimenufaika sana kupitia semina hii ya DTS. Nakumbuka mara ya kwanza kuhudhuria semina hii nilikuwa sio kiongozi na kuna mambo mengi kwa habari ya uongozi nilikuwa bado sijayajua, lakini namshukuru Mungu kupitia semina hii nimepata kujifunza mambo mengi kwa habari ya uongozi na hatimaye Mungu akanipa neema na kibali cha kuwa kiongozi wa TAFES Morogoro. Kwa hivyo ni wito wangu kwako wewe kijana kushiriki semina hizi za TAFES ambazo zinaitwa DTS, zinafanyika karibia kila mwaka kipindi cha Pasaka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unakuwa kiroho lakini pia unakuwa katika maeneo mengine kama eneo la uongozi kama ambavyo imekuwa. Naye mratibu wa kanda TAFES mkoa wa Morogoro amesema kuwa kwa upande wa mkoa wa Morogoro wamefanikiwa kufikia vijana wengi katika vyuo vikuu mbalimbali, huku juhudi zikiendelea kufanyika katika mikoa mingine ili kuhakikisha wanafikia vijana wengi na kuunganisha madhehebu yote nchini ya mwamvuli wa TAFES. Kwa mkoa wa Morogoro na mikoa mingine ambayo bado tunaendelea kuifikia, kuna mikoa mipya ambayo tunaendelea kuifikia kama mkoa wa Singida, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Manyara. Ni mikoa ambayo tunaendelea kuifikia, lakini kwa hapa Morogoro vyuo ambavyo tunataraji kuifikia na tunategemea kuifikia, kuna chuo cha ujenzi ambako kiko Morogoro mjini, kuna chuo cha mifugo na chuo cha Kilombero. Ni vyuo ambavyo tunategemea kuvifikia ili tuweze kuwaunganisha wanafunzi wote, kwa sababu kama nilivyosema kwamba TAFES inaunganisha madhehebu yote. Tukikutana nia na makusudi ni kujifunza na kuweza kuwafikia wanafunzi. Nao baadhi ya wanafunzi kutoka katika vyuo mbalimbali wameeleza mchango wanaopata kutoka katika TAFES. Lakini nikizungumzia faida za kukaa ndani ya TAFES tangia nimefika chuo mwaka wa kwanza mpaka sasa hivi mwaka wa 3, nimepata faida nyingi sana. Nimejifunza mambo mengi sana kuhusiana na TAFES, nimejifunza kuhusiana na mambo mazima ya uongozi. Nimejifunza vitu vingi of course ambavyo vimenijenga mpaka mimi leo hii kuwa hapa. Nimejifunza masuala mazima ya upendo. Wana TAFES wana upendo sana.
lakini pia kuna mafundisho ya kiroho ambayo tunayapata huku. Kwa ujumla, TAFES imeendelea kuwa chombo muhimu katika kuwalea vijana wa vyuo vikuu nchini kwa kujengea misingi imara ya kiroho, maadili na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Elias na hii ni Upendo TV, amani kwa wote.